Haleluya. Sawa. Yes. Hili neno Pasaka limebeba maana nyuma yake. Unajua kitu chochote kinapata umantiki wake kwa sababu ya maana ilichokibeba. Haleluya. Na unajua wakati mwingine neno linaweza likawa na maana hiyo lakini lisimaanishe maana hiyo. Kwa mfano hata majina tu. Unajua kati ya fundisho kubwa la dini ni kuhusu majina, yaani majina mashaka. Kwa hiyo inatafsiriwa huyo mtu kwa sababu ni mashaka. Kwa hiyo kama maisha yake yamekwama labda, kwa hiyo unaona hata jina lake ni mashaka au masumbuko. Kwa hivyo unaona sasa, wewe unaitwa masumbuko unategemea nini? Kwa hiyo wanajaribu kwamba hilo neno jina lako mashaka, ndio maana una mashaka. Masumbuko ndio maana unasumbuka. Lakini akawa hana amani na jina lake ni amani, au akaitwa furaha lakini ikawa kinyume kabisa katika uhalisia na jina lake. Kwa hiyo jina linaweza likawa na maana lakini lisiashirie maana hiyo katika uhalisia. Kwa hiyo tunaposema Pasaka, maana yake linatoka kwenye neno pasach, maana yake ni kurukwa na uharibifu, kuhifadhiwa, kuwa salama. Na unagundua kwamba hili neno Pasaka, wana wa Israeli walivyokuwa wanasherekea, walikuwa wanaelezewa kwa nini Pasaka ikawa Pasaka. Kwa hiyo walikuwa wanaelezewa ili wapate kujua maana ya kitendo hicho ni nini. Kwa hiyo huyo kondoo ambaye alikuwa anaitwa Pasaka, huyo kondoo, wao wana wa Israeli walikuwa hawamwangalii tu kwa namna ya kondoo wa kawaida, kwa sababu ya ile maana ambayo tayari walikuwa wameelezewa. Haleluya. Kwa hiyo walipokuwa wanamuona yule kondoo, walikuwa hawaoni kondoo kwa maana ya kondoo, walikuwa wanaona tafsiri ambayo tayari walikuwa nayo kumwelekea yule kondoo. Na unagundua huyo mnyama kondoo aliendelea kutolewa na Mungu akamwekea masharti ili kuintensify ile maana ya huyo kondoo kwao. Akawa ana masharti, awe wa mwaka mmoja, asiwe na mawaa, asiwe na kilema, awe ambaye hajapanda. Kwa hiyo zile conditions ambazo ziliwekwa pale, maana yake ndo zilikuwa zinaendelea kutengeneza maana kwa wana wa Israeli kumwelekea huyo kondoo, kumwona sio kondoo wa kawaida. Tafsiri.
ndo ilikuwa inabeba umantiki wa yule kondoo. Hawakuwa wanamuona wa kawaida wao. Kwa hiyo hii tafsiri, na unajua kati ya kitu ambacho unaendelea kugundua, huyu kondoo, maandiko yanaposema Mungu hata watu wa mataifa hakuacha bila ushuhuda, mimi nakwambia ni kweli. Hata katika jamii zingine huyu kondoo walikuwa naye, sio tu Waisraeli, ila tu ni kwa sababu Kristo alitokea kwao na stori zile zikawa documented, tunasoma katika kama Biblia leo. Lakini mimi nakwambia huyu kondoo Pasaka alikuwepo hata kwenye jamii zingine. Kwa mfano, kwa Wasukuma kulikuwa na kondoo mmoja anaitwa kondoo wa tunasemaje, molo ya kifuho au mbuzi tulikuwa tunasema mbuli ya matenya vile. Yaani kuna mbuzi anapaswa kuwa mweusi lakini awe na rangi nyeupe imekatiza hapa katikati tumboni, completely kabisa ime round. Huyu mbuzi alikuwa ni wa muhimu sana. Familia ikianza kupata matatizo, mnaugua ovyo bila mpangilio. Swali la kwanza kujiuliza, hivi yule mbuzi tunaye? Anatafutwa yule mbuzi au yule kondoo? Alikuwa ni mbuzi special sana, au kama ni ng'ombe, alikuwepo ng'ombe anapaswa kuwa mweusi lakini awe na karangi keupe hapo kwenye uso. Yule ni ng'ombe special sana. Kwa hiyo ikitokea mambo yanaanza kwenda zigizaga pale kwenye familia, wanyama wanakufa bila sababu, watoto wanaugua tu, yaani mambo hayaeleweki. Swali la kwanza ambalo lilikuwa linakuja, hivi tunaye huyu mbuzi? Yupo. Kwa hiyo kama hayupo, alikuwa anatafutwa kwa gharama zozote, na anapopatikana yule mbuzi anawekwa pale, mambo yanakaa sawa. Haleluya. Kwa hiyo wana wa Israeli walipewa kondoo akaitwa Pasaka. Kwa hiyo na jamii mbalimbali zilikuwa naye huyu mbuzi, huyu kondoo. Kwa hiyo ile maana, unajua tafsiri, kwa sababu Mungu anapoanza kushughulika na anguko la mwanadamu, kwa sababu kumbuka, kilichoanguka kwa mwanadamu ni mawazo yake, ni fikra zake. Na watu lazima sasa waanze kusoma Biblia, wabadilishe mtazamo, kwa sababu kila kinachozungumzwa kwenye Biblia, kwa sababu ukombozi ni kwenye fikra, ni kwenye mawazo. Kwa hiyo maandiko kila yanachokieleza lazima kitazamwe kwamba yanaelezewa mawazo. Maandiko yanapozungumza wana wa Israeli wakiongozwa na Musa wakafika bahari ya Shamu, wakaanza kulalamika kwa sababu wanaona bahari, na Musa akawahakikishia, akawaambia, nyamazeni kimya, Mungu atawapigania nani mtanyamaza kimya. Kutoka 14:14. Ni hali ya mawazo, ni mawazo. Tusianze kuona kama wana wa Israeli kama wana wa Israeli, ni mawazo. Kuna hali ya mawazo yanayosema unaweza ndani yako, lakini kuna mawazo mengine yanapiga kelele, yanasema unaona sasa mambo yameharibika.
Tunapozungumza habari za wapelelezi 12 walioenda kupeleleza nchi, maandiko yanasema wale 10 wakaleta habari mbaya, isipokuwa 2, Caleb na Joshua, wakaleta habari njema. Yanayozungumzwa pale ni mawazo. Ni mawazo. Inashughulikiwa hali ya mawazo ya mwanadamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari imejikuta kwenye eneo, inatafsiri mambo tofauti na ukweli. Mpaka kwenye kitabu cha Ufunuo kinachozungumzwa pale, lazima watu wasisome Ufunuo kwa mtazamo. Yale yanayozungumzwa pale ni mawazo. Anaposema tazama mji uliopambwa umewekwa tayari kwa ajili ya bwana harusi, anasema nikaona mji unashuka. Anasema ndani yake hakuna kilio tena, hakuna magonjwa tena, hakuna huzuni tena. Anaposema mji unashuka, manake ni ile hali ya ndani ya kujitambua wewe ni Kristo, ni mawazo. Kwa hiyo watu wasome kitabu cha Ufunuo, waanze kuhubiria watu kuhusu mambo ya Irani na Mrasha na Marekani. Ni hali ya mawazo, kwa sababu ukombozi, yanayokombolewa ni mawazo ya mwanadamu. Vile mwanadamu anavyo, yani ukombozi, mwanadamu anakombolewa tafsiri. Kuna kitu nilikuwa na, unajua kuna kitu mwalimu alikuwa anakisema sana siku za nyuma, nilikuwa sijawahi kukiona kwenye undani huo, kwamba macho ni vioneo, lakini kinachotafsiri ni mawazo, nafsi. Sikia nikwambie hivi, unajua vile chochote unachokiona mbele yako ni tafsiri. Unachokisikia huwa ni tafsiri. Ngoja nikwambie kitu. Siku moja nilikuwa nasikiliza taarifa ya habari, siku zimepita, ila juzi wakati naanza kutafakari hiki kitu ndo nikakumbuka. Walisema kwamba wanasayansi wamegundua kamera ambayo unaweza ukaona hata kama umeng'olewa haya macho, unaweza ukaona. Kwa sababu gani? Kwa sababu macho yanapokea mwanga, na yanapopokea mwanga, ule mwanga unasafirishwa kwenye mifumo hiyo ya macho mpaka kwenye eneo ambapo sasa inatengeneza image kulingana na wewe ambavyo unaweza ukatafsiri hiyo image. Na ndio maana mtu, kwa mfano, nafikiri unasikia wakati mwingine mtu akivuta bangi. Kuna washikaji walivuta bangi. Walipovuta bangi, kashimo kadogo kama hako wakawa wanaona ni mto. Kwa hiyo jamaa yule alikuwa nao wakivia kwenye kashimo, wale jamaa anaona wanarudi nyuma, wanataka waruke. Sema vipi? Wanaona mto, kale kashimo kadogo wao wanaona mto. Ulipotengwa ugali umewekwa mezani, wale jamaa wanaona ugali umewazidi. Kwa hiyo ili waule
inabidi wasimame. Sema vipi, ugali huu mrefu sijui amepikaje leo. Kwa nini? Yaani kilichobadilika, kuna center point ya kutafsiri ilikuwa imesha, yaani kuna nyaya fulani zilikuwa zimepiga shot kwa muda. Kwa hiyo unagundua unachokiona sicho unachokiona. Yaani kama wewe unaona hapo kashimo ni kadogo na unapita tu bila shida, kuna nyaya zikorofishika, ule ni mto. Hebu fikiria watu wote wavute bangi, alafu wao katika hali hiyo. Hii dunia wataona yote imejaa mamito. Hebu fikiria, afu tukaanza kuishi kwenye uhalisia huo, unagundua dunia nzima inahama tena kwenye uhalisia huo, inaenda kwenye uhalisia mwingine kabisa tofauti. Na kwa sababu vishimo vimejaa karibia kila mahala, unagundua tunaanza kujenga mtoni. Unasikia shule yaani ni shule lakini kuna mamito pale shuleni. Lakini hebu fikiria sasa hivi mtu akifikiria kujenga mtoni, haiwezekani. Hebu fikiria sasa dunia tumekuwa kwenye uhalisia mwingine huo sasa wa kibangi huo, kama huyo mshikaji.